mara nyingi tunakosa kuendelea kufikia kutimiza au kutimizwa kwa ahadi. Maana sisi tunapokuwa tumemwahidi Bwana Yesu Kristo kwamba tutakutumikia, haimaanishi kuwa sisi tunajiwezesha wenyewe. Sisi tunatakiwa kuwa wanyofu, watiifu na waaminifu ili Mungu atusaidie. Ikiwa nimeahidi nitafanyia mpendwa kitu fulani, cha kwanza Mungu nitashikilia uhai au pumzi ndani yangu, na pia ananipa nguvu na afya ili niweze kufanya kazi, nitende jambo kwa ajili ya kutimiza ahadi hiyo. Ikiwa ni nyumbani mwa Bwana nifanye jambo fulani, bado itabidi Mungu, mimi ninachopaswa kukumbuka kwa mwaminifu nilimwahidi Bwana. Sasa mara nyingi Mungu anafanya mtu anataka hivi ili afanye alichomwahidi Bwana mpaka apate kikubwa. Kwamba Mungu sio akutolea vidogo vidogo, ni kweli kama nilivyosikia maonyo na utaratibu, angalizo, ni kweli. Lakini maandiko yanasema ya kuwa mtu asiyekuwa mwaminifu kwa kidogo, hata kikubwa akipata pia hata kuwa mwaminifu na wala hata shukuru. Anasema amri hii ninayokuamuru leo mtaishika kuitenda, mpate kuishi na kuongezeka. Unasikia, walikuwa unaweza ukaishi lakini usiongezeke, kwamba kwa kuishika amri na kuitenda tunaishi na kuongezeka. Habari ya kuishi, watu wanaishi hata kama mtu ameishi miaka 10, huyo ameishi siku moja, ameishi miaka 6, ameishi, ila kuongezeka ni jambo ambalo linamhitaji Bwana. Kuongezeka, mpate kuishi na kuongezeka. Anasema na kuingia katika nchi ile ambayo Bwana aliwapia baba zenu, nanyi mtaimiliki. Aliyowapia baba zetu, hao mitume, hao Wakristo wa mwanzoni, wa kanisa la mwanzoni, hiyo Pentekoste ya kweli ya kimbinguni, tukio na kuungana na kina Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Mungu aliahidi, na hiyo mti inawakilisha Roho Mtakatifu. Leo waliahidiwa hao na wakaiona kwa mfano hiyo nchi. Leo sisi ndo uzao, ikiwa tumezaliwa mara pili, ndo uzao wa kifalme wa hao baba zetu. Haleluya, haleluya. Anasema nawe utakumbuka njia ile yote Bwana Mungu wako aliyokuongoza miaka hii 40 katika jangwa, ili akuteze, kukujaribu, kuyajua yaliyo moyoni mwako, kwamba utashika amri zake au sivyo. Sikiliza mpendwa, wakati Mungu anatujaribu, wakati tunajaribu kutembea kwa ajili ya kutimiza ahadi tuliyoweka, kwamba nitakutumikia, nitakuwa mwaminifu usiku na mchana, nitaomba, nitashuhudia habari zako, nitafanya kazi halali, kazi za haki, nitaishi maisha ya haki, usafi na utakatifu. Ziko changamoto Mungu ataachilia, majaribu ataachilia. Kwa nini? Ili anitweze. Haleluya, ili anitweze
kutezwa maana yake ni kushushwa, kuondolewa hadhi, kuondolewa vitu nilivyo navyo. Mungu aangalie kuwa wewe unachoangalia ni kila ambacho ulikuwa umejikusanyia, hata kama ni kimakosa, au unaniangalia mimi niliye mpaji. Watu wanataka kila alichopewa, wanaangalia alichopewa, sio mpaji. Anasema kwamba tunapaswa kukumbuka njia yetu. Kumbuka ulivyoanza, kumbuka ulivyokutana na watumishi wa Mungu, namna ulivyokuwa unalia, namna ulivyokuwa unajiona si kitu, umekata tamaa, namna ambavyo ulifarijika na kupata tumaini kwamba kumbe inawezekana, kumbe na mimi ni watamani, kumbe naweza kufanya jambo fulani kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Ukafurahia, ulikuwa tayari hata usiku. Lakini ulipokuwa umefunguliwa toka hapo, ulipokuwa umesaidiwa kidogo, jina la Bwana barikiwe sana, ukasahau kabisa. Ukasahau kwamba nitakuwa mnyenyekevu. Ukasahau. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ukasahau kukumbuka, nawe utaikumbuka njia ile yote Bwana Mungu wako aliyokuongoza miaka hii 40 katika jangwa, maana katika mateso, ili akutweze, akushushe, akurarue, akuchane, akuvue kila kitu, sifa na heshima, akuvue umaarufu, na kwamba kukujaribu, kuyajua yaliyo moyoni mwako, kuyajua yaliyo moyoni mwako. Haleluya! Kwamba utashika amri zake au sivyo, kwamba utadumu kuwa mwaminifu au hapana. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya! Utashika amri zake au sivyo. Bwana Yesu abariki sana. Wapendwa, kila kitu ambacho tunaahidi, tunasema, tunatamka, haijalishi tulikuwa tufahamu, tulikuwa hatuna pesa, au tulikuwa maskini, tukasema mimi sitaishi maisha gari, nitamtumikia Mungu, nitatoa vyote kwa ajili ya, nitaangalia kwanza watoto wa Mungu, kwa sababu sikuwa na nafasi, nikafanikiwa, nikaanza kuangalia ya kwangu. I said hiyo Mungu anadai. Nimkumbusha ndugu Charles. Bwana Yesu abariki sana. Mimi pamoja na kuwa siwezi kukumbuka yote, ila huwa najitahidi kukumbuka mambo muhimu. Wakati anaamini, aliniuliza kama nilikuwa nawaza Kibaigwa. Akasema, ndugu, sema kama ndio Kibaigwa, kama Mungu atatujalia tukanunue na kiwanja kabisa Kibaigwa, yaani ulipo na mimi nitakuwepo. Na mwingine alikuwa amesema, ndugu fulani uko place play. Haleluya! Lakini pia mimi, yaani napenda hata nyumba ya miti kawaida na ya nyasi. Na dada mke wake, nakumbuka kana niambia, dada anashangaa, akawa ananiambia pia, dada anashangaa kwamba nyumba sasa ya nyasi na ya miti kwa nini? Yeye ananiambia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Unakumbuka ndugu Charles? Unakumbuka? Nishia. Unaweza ukaona mwanadamu kwamba maandiko yanasema haidhuru kwamba ulifanya hayo kwa kutokujua au kwa kutokufahamu au ulifahamu, maadamu tu imeshaandikwa ya kwamba ndiyo yeye niwe ndiyo na sio yeye niwe sio, yazidio hayo yatoka kwa yule mwovu, inahitaji toba. Unaweza ukaelewa ya kwamba gharama ni kubwa ya kutembea katika misingi ya neno. Gharama ni kubwa. Unyenyekevu ni kuwa mwaminifu, mnyofu wa moyo,
Unyenyekevu mpendwa, sio kutia agizo la bosi ukiwa naye eti kwamba hapana, ila ukienda kuanza kunungunika, hapana, haiko hivyo. Hiyo ni nidhamu ya uoga ambao mara nyingi inaleta shida, inakosesha watu na Mungu wao, kwa sababu wanaonekana ni vigeugeu. Unyenyekevu ni utii, unyofu, uaminifu na ukweli. Yaani kuwa mkweli na mwaminifu, tumesikia hata kufa. Kwa hiyo uaminifu, dhiki na mateso na changamoto njiani, yaani inagharimu maisha. Ndio maana Bwana Yesu Kristo anawaambia ya kwamba uwe mwaminifu hata kufa, maana shetani atawatupa baadhi yenu gerezani, wengine hata kuwao. Uwe mwaminifu hata kufa, uwe mwaminifu hata kufa. Leo unaweza ukaona mambo yanaenda hivi. Melkizedeki akasema kwamba ngoja nije kabisa niwe huru, yaani kwa ajili ya ibada. Unaona tu. Lakini sasa ibada ya Jumapili pia, sasa hivi ibada ya Jumapili, yaani amekuwa kama alivyokuwa kule. Yaani yeye hajastuka ya kwamba kwani tofauti ya vile nilivyokuwa kule na huku sasa ni nini? Hajastuka. Lakini tukamweka watu, tukamwombea hapa, mnakumbuka. Yaani ndo mwanadamu kusahau kanuni baada ya kufanikiwa kidogo anasahau. Ndio maana Mungu anawatahadharisha, anajua mkiongezeka. Unaona, karibu wakati anakaribia kufunga ndoa, Mungu alimbinya akawa kwenye vitisheti vimabega vimechongoka, anatembea, utafikiri anasukuma huku, kwa sababu alikuwa na mzigo wa kufanikisha jambo. Mzigo ilikuwa mara zote ni kuomba na kumsihi Mungu, nisaidie. Haleluya. Ilipotoka hivyo sasa kidogo kamwili kanakuja, mwanadamu amerelax. Kumbe ilipaswa aunganishe hapa, hata baki mifupa mpaka afikie kwenye kutiwa muhuri kikamilifu, kwamba ndio yangu ni ndio, hapana yangu hapana. Haleluya. Mtu anajijali. Mtu anajijali. Na ni kweli iko hivyo, kwa sababu sasa si bado tuko kwenye mili. Kujikana mpendwa, kujitoa kwa ajili ya Bwana, kujitolea kwa ajili ya Bwana, kujinyima sio jambo rahisi. Sio jambo rahisi. Mimi Mungu anisaidie, huwa nafuta kauli. Shetani anang'ang'ania, nafuta. Nikisikia hata dada anatamka kitu fulani, mimi nafuta nikisikia tu kwamba hapana, hii naibatilisha, haitasimama. Mpendo akaniambia, ndugu, kwa sababu hujapata tueru, ukizipata na kwamba utafanya tu hiyo, na nikaifuta. Hapana. Ni kweli kuna kutumia rasilimali ambazo Mungu amekupa, moyo yani una amani. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Haleluya. Wapendwa, sio rahisi. Unasikia anasema tukumbuke njia ile yote, sio pasele, njia yote. Ili kutuweza kukujaribu, kujua yaliyo moyoni mwako, kwamba utashika amri zake au sivyo. Atakutweza, atakutweza, atakuacha uone njaa, atakuacha uone njaa. Haleluya.